Kutokana na kutambua ushindani wa biashara ya utalii duniani, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeona kuna haja ya kuwa na nembo ambayo itatumika katika kuinadi Zanzibar duniani. Daktari Abudu Suleiman Jumbe, Katibu Mkuu, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, ameyasema hayo katika hafla ya utambulisho wa nembo ya utalii ya Zanzibar kwa wadau wa utalii, ikiwa ni sehemu ya kupata maoni yao. Hiyo ni hatua muhimu katika safari yetu ya kuiweka Zanzibar katika nafasi ya juu zaidi kama moja ya maeneo bora ya utalii katika Bahari ya Hindi na duniani kwa ujumla. Utalii unaendelea kuwa nguzo kuu ya uchumi wetu kwa kuchangia ajira, uwekezaji, mapato ya fedha za kigeni na ustawi wa wananchi wetu kwa ujumla. Kadiri ushindani wa sekta ya utalii duniani unapozidi kuongezeka, ni lazima Zanzibar iwe na chapa imara ya kipekee na inayokumbukwa, inayowasilisha si tu vivutio vyake bali pia utambulisho na maadili yake. Kwa kutambua umuhimu huo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale iliipa kampuni ya Technology Benchmark Limited jukumu la kuongoza mchakato wa kuandaa chapa ya utalii ya Zanzibar. Dkt. Abudu ameongeza kuwa zoezi hilo sio tu kutangaza nembo na kauli mbiu, bali ni kuitangaza Zanzibar na tunu zake. Kazi hii haikulenga tu kubuni nembo au logo au kauli mbiu ya kutangaza utalii, bali ilihusisha kubainisha utambulisho wa Zanzibar, sura nzima ya kiuchumi, kiutalii, kiutamaduni, kijamii na kiutambulisho ya chapa yenyewe, nafasi yake katika soko la utalii duniani na mwelekeo wa kimkakati wa muda mrefu, ili kuhakikisha Zanzibar inaendelea kuwa kivutio chenye ushindani na kinachokidhi matarajio ya soko la kimataifa la utalii. Naye mkurugenzi wa kampuni inayotengeneza nembo hiyo, Sibusiso Mankele kutoka Afrika Kusini, amesema utafiti umeonyesha kuwa wako baadhi ya watu hawaifahamu vizuri Zanzibar na nembo ni sehemu ya kuitangaza nchi, huku akiutaja mjadala wa shughuli hiyo kuwa ulikuwa wa manufaa. The research has found that while people know about Zanzibar, they don't know a lot about what Zanzibar offers. So part of the marketing exercise was to broaden the knowledge of people about Zanzibar and what Zanzibar has to offer. And as part of that, we then looked at how Zanzibar is presented globally as a brand. We looked at other countries that always have a tourism brand. So there's a country brand and a tourism brand. For instance, Kenya has Magical Kenya as a tourism brand. And then the decision was made to then come up with the brand that would represent tourism. And that's how we got to here. Akizungumza baada ya warsha hiyo, mwenyekiti wa Jumuiya ya Kitaifa wafanya biashara, wakulima na wenye viwanda Chamber of Commerce Ali Amur na mwenyekiti wa Jumuiya makampuni yanayoratibu na kusimamia misafara ya watalii Zanzibar Zato Khalifa Mohamed Makame, ambao ni waumini wakuu na makada kindaki wa sekta ya utalii Zanzibar, wamesema leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuiangalia brand identity ya Zanzibar, kwa sababu Zanzibar hatuna brand yoyote ambayo inatangaza kwa ajili ya utalii, na brand maana yake ni kuwa na kitu ambacho kitaweza kutumika kuvutia watalii wa aina zote, na ni kitu ambacho kinakuwa ni endelevu, si kitu ambacho unakitizama kwa sasa hivi. Ni kitu ambacho kitaweza kuvutia watalii kuweza kuja Zanzibar kwa wingi na wale ambao wana thamani. Kwa hivyo hichi ukikiangalia kwa makini kabisa, utaona kwa ni hatua moja nzuri ambayo serikali imeamua kuichukua kwa ajili ya kuijengea identity fulani Zanzibar, iweze kutambulika na iweze kutoa ahadi kwa mtalii kwa kuwa utakapokuja Zanzibar kitu gani utakiona hasa. Kinachofanyika leo ni kutengeneza utambulisho mmoja wa bidhaa za utalii zote. Ni kitu muhimu na cha msingi sana katika kutangaza bidhaa hii, na kimekuwa kimekosekana kwa muda mrefu. Sasa mchakato huu ni wa msingi sana na utakuwa ni msaada mkubwa katika shughuli yetu ya kutangaza bidhaa, kwa sababu itakuwa imeakisi
vitu vyote. Kwa hiyo tunachokijenga ni kuhakikisha kwamba kitakachotoka kama utambulisho basi utabeba bidhaa zote kwa ujumla katika eneo moja, package kila experience ambayo tunajaribu kuitangaza kwamba ukija Zanzibar utaipata. Hafla hiyo ya kuendelea kupata maoni ya nembo ya Zanzibar kiutalii kwa wadau wa utalii imefanyika katika hoteli Verde Mtoni. Imezishirikisha taasisi za serikali na binafsi. Nembo ya kuitangaza Zanzibar kiutalii ulimwenguni inabeba kauli mbiu ya roho ya Zanzibar katika bahari ya Hindi, Zanzibar the soul of Indian Ocean. Kampuni ya Swift Design imeshiriki kazi kama hizo katika nchi za Kenya, Sierra Leone, Mauritius, Seychelles na ilikuwa sehemu ya nembo ya Kombe la Dunia lililofanyika nchini Afrika Kusini mwaka 2010.